Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo tunakurushia matangazo yetu kila leo ifikapo kupitia televisheni yako. Tukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tariki 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Habari za jioni hii ya leo tutazungumzia kabisa kuhusu mapigano ambayo iliweza kuripotiwa katika eneo la Kajeje ilopo kabisa ndani ya groupement ya Mudaka huko katika mji wa Bukavu katika jimbo la Sud Kivu. Tutakwenda kujua kabisa mapigano hayo kabisa yaliweza kuendeka namna gani, na pia kabisa tutazungumzia kabisa kuhusu wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa sasa wamemiliki maeneo ya mipaka ya huko Tanganyika. Ameweza kukanusha kabisa taarifa zinazoonekana kuwa kijiji cha Muliro kilikuwa tayari kimemilikiwa na wanajeshi wa pale maeneo ya Zambia, lakini kwa sasa tunavyozungumza eneo hilo iko mikononi mwa jeshi la FARDC. Na pia tutazungumzia kuhusu kijana mwanafunzi mwenye kidato cha 3 ama L3 ambaye aliweza kufariki kupitia ajali pale maeneo ya Goma, na hapa habari tulizokuwa nazo yaeleza kuwa msafara wa M23 ndio ambao uliomgonga kijana huyo na kuweza kupoteza maisha. Na pia tutamalizia kabisa na uchambuzi wake Andre Biadunia kuhusu masuala la kuweka vikwazo kwa rais wa zamani Joseph Kabila. Je, vikwazo hivyo vinavyowekwa na Marekani vimesaidia nini kwa raia wa Kongomani, pia kwa nchi nzima kwa Wakongomani? Utakwenda kujua mtazamo wake na pia kile ambacho alichokichambua. Haya na mengine nikukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Kuna nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini kabisa. Usisite kabisa kutuandikia moja kwa moja katika matangazo yetu ya jioni hii, tutakwenda kukujibu. Tuanze kabisa na habari zetu za siku ya leo. Mapigano makali yaripotiwa kaskazini mwa Bukavu tariki 3 Mei mwaka 2026. Mapigano makali yaliweza kuripotiwa katika eneo la Kajeje ilopo ndani ya groupement ya Mudaka kaskazini mwa mji wa Bukavu katika jimbo la Sud Kivu. Kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yaliweza kuhusishwa waasi wa FCM23 zidi ya kundi la wazalendo linalodaiwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Silaha nzito na nyepesi zinaripotiwa kutumiwa, hali inayozidisha taharuki miongoni mwa raia wa maeneo hayo. Mapigano hayo licha ya kuweza kusikika milio hiyo ya risasi, habari tulizozipata zilibisha kuwa milio ya risasi hiyo ilielekea mpaka kwenye eneo ya Parke Nationale de Kawizi Biega, umbali wa kilomita 5, jambo ambalo linaloendelea kuweka hasira kwa wakaazi wa maeneo hayo. Utajua kuwa tukio hilo linakuja takriban saa 24 baada tu ya Marekani kumchukulia hatua za kisheria aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Hali hii ya mvutano ambao unaoendelea kuonekana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, udhibiti wa FARDC huko Muliro baada tu ya mvutano wa jeshi la Zambia na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko maeneo ya Muliro. Taarifa zinazoonekana kuwa kijiji cha Muliro katika wilaya ya Moba kimekaliwa na jeshi la Zambia. Muda mchache viongozi wa mahali waliingilia kati na kuweza kufurusha, na baada ya kuweza kuonekana katika maeneo hiyo, gavana wa mkoa amesisitiza kuwa Jumuiya ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia zimeunda tume ya kudumu ya pamoja kwa ajili ya kushughulikia migogoro ya mipaka kwa njia ya mazungumzo ya amani. Kwa upande mwingine, ushirikiano wa kimkakati wa kuimarisha siku ya Alhamisi huko Kinshasa katika balozi wa Ufaransa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waziri wa mkoa anayehusika na vijana, michezo, utamaduni na sanaa Bobe Amisko Yoka Lombila. Katika mfumo wa ushirikiano huo
Ufaransa umeanza ukarabati wa viwanja 6 vya mipira wa miguu na uzinduzi wake unapangwa kuanza mwezi Septemba. Kazi hizo zinazoonekana kuleta amani na ushirikiano mkubwa kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ufaransa. Na huko Goma, mwanafunzi mmoja adaiwa kufariki kwa ajali kupitia msafara wa M23. Hali ya huzuni imetanda mjini Goma baada tu ya msafara huo ambao ulionekana kuwa mwanafunzi huyo alikuwa akijielekeza kwenye shughuli zake za masomo, mwenye kidato cha udaktari cha L3, ambaye alionekana kupita kwenye njia wakati msafara wa M23 ulikuwa ukipitia moja kwa moja na iliweza kumgonga na hapo kupoteza maisha. Raia wengi wa maeneo hayo, pia wanafunzi, walijana hofu na kuanza kilio wakiomba kuheshimu kanuni za barabara, hasa waasi wa M23 wanapotembea barabarani waweze kwenda kwa utaratibu ili kuepukana na ajali za kila aina ambazo zinaweza zikaonekana katika maeneo mbalimbali na nafasi mbalimbali katika mji wa Goma na vitongoji vyake. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, Andre Biadunia akiwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika jimbo la Sud Kivu, kati miongoni mwa viongozi wa mashirika za kiraia waliofanya vizuri katika mji na tarafa letu la Uvira, alipata nafasi ya kukosoa kuhusu Marekani ambao unatoa vikwazo dhidi ya viongozi wengi katika nchi za Afrika, ambao vikwazo hivyo havina impact yoyote kwa sababu kuna baadhi ya wale ambao wanaowekewa vikwazo na baadaye wanafanya kazi kama ilivyo kawaida. Hatua hii ya mwisho alitaja kuwa ameweza toa uchambuzi wake baada tu ya Marekani kuweza kumwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Andre Biadunia anatujia na mtizamo wake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizi masanction ambazo Etats-Unis imeinflige bwana Joseph Kabila tumezisikia. Wanasema maavoir zake zote zenye iko nazo kusole mjuridiction ya Etats-Unis banazijele, yani hazitakuwa tena zake, hawezi kuzitumikisha kama kisha nataka. Wanasema aussi hatafanya matransaction entre na ba ressortissants américains na entreprise américaine, ile yani kuechange, ile kufanya matransaction ya pesa entre ile maentité mbili. Na inakuya aussi kujikomplete ku situation ambayo tulivivre mu Octobre 2025 wakati Haute Cour militaire ya Kinshasa ilimsanctionner bwana Joseph Kabila kwa kujele pesa zake zote, mais aussi kwa kususpendre maaktivite ya PPRD comme parti politique yake na kumkondane pour haute trahison na kuparticipation ku mouvement insurrectionnel. Ni mzuri, bila yote ni sawa, mais il se pose une question. Depuis alikuwa sanctionné na Haute Cour militaire, iko natembea kisa nataka mwa nchi za Afrika, sijui impact gani vraiment sur le plan kumaliza vita, parce que vita sasa hivi haionekani kama itaisha, par le fait que Rwanda hajaweza kutoa armée yake Mkongo, par le fait que M23 mpaka leo ingali pale et d'ailleurs inaweza kuweko na renforcer sur le plan tactique ku vita na vitu vingine, na ile masanction itatuletea amani. Au contraire, mimi niko nawaza kwamba ile masanction inaweza kupatia bwana Kabila ingine façon ya kurefleshir ke bon, comme naingia maintenant sous sanction, na mimi ni activer zingine ma mécanisme zangu za kuona namna gani nitajiproteger, ni maintenant pesa zile niko nazo nisitie maintenant en jeu pour que zifanye vita moja kwa moja na tumalizane. Donc proposition ya kwetu sisi wala analize za kwetu zinatuonesha kwamba République démocratique du Congo kupitia ma service ya sécurité tuone namna gani tutapigana vita à 3 niveaux, sur le plan diplomatique, sur le plan politique na sur le plan militaire ku terrain. Ku terrain bon, hatuko faible sana mais hatupiganaki. Qu'est-ce qui empêche que tusipigane? Est-ce que ni masanction américaine zenye tuko tunagopa basi tuinflige nazo? Hapana. Marche inaweza kufanyika ya Union Sacrée, watu wana marche, wanapenda, naenda kudeposer barua yao ya kufurahia, mais il faut kukumbuka kwamba après sanctions za Etats-Unis, Kabila cabinet yake nayo iliandika kwamba inakamata vile inajua kwamba ile masanctions zilikuwa motivées sur le plan politique, mais banajua kwamba article 64 ya constitution inabapatia watu droit ya kubare njia kwa kila dictature, parce que baba wako na supposer kwamba bwana Felix iko mdictature na hawezi kumtikia. Barua iko imeandikwa na presidence ya republique à travers gouvernement, baliandika nabo kusema kwamba wanafurahia na basha marché, wanasema kwamba wanafurahia ile masanction, mais sur le plan vraiment
tactique, si le plan kumaliza vita, ile masanction haiwezi kutuambia lolote parce que tunavizoea bana sanctionner mais toujours en train de contourner na bana collaborer avec les mêmes personnes parce que pour les Américains ni question d'intérêt, haiko question ya kusema mambo rafiki. Nawaza kwamba États-Unis haiwezi kutuinspire de modele kisha perifanye bakongole bafurahie. Hatuwezi anza kufurahia kitu yoyote ile kwa sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi États-Unis iko na problem, ina sanctiona parce que haiko Kabila ndio wa kwanza kuwa sanctionné. Robert Mugabe alikuwa sanctionné, alikuwa president wa republique, alikuwa sanctionné mais alikufa yeye peke na pogonjwa. President Teodoro Obiang wa Guinea Equatorial alikuwa sanctionné, mpaka leo iko pale. Madame Isabel dos Santos mwenyewe kusipozwe kuwa la première femme wa pesa nyingi mu Afrika, mpaka leo anafanya manavete yake entre Dubai na kwenda Londres, alors que Dubai ndio nchi partenaire mkubwa wa États-Unis. Neme hakuna hawaweza kumkamata bamsanctionner. Na mfano yenye iko très légion ni hii yenye ya Syrie, mwenye alikuwa teroriste mkubwa kwa Al-Qaeda, kwa Etat Islamique, alikuwa na kuwa recherché na États-Unis. Habari États-Unis ilipana caution ya $5 millions pour que wamkamate, mais au finish alikia kufikia wapi? Anakuwa president wa Syrie na alishafika ku Maison Blanche akakuwa bien accueilli, alors que alikuwa sous sanction ya États-Unis na kulitoka pesa za kumtafuta mwenye atamuona atapewa $5 millions. C'est pour autant dire que ma sanction haziwezi kutupatia confiance kwamba kuna kitu ambacho États-Unis tatupatia comme modèle d'inspiration. Hakuna lolote. Baputine wako sous sanction mais hakuna kitu. Iran iko sous sanction mais hakuna, na même à l'intérieur du pays kuko ba personnalité benye biko sous sanction mais mpaka leo hakuna lolote. Et donc tuko na besoin ya amani, na amani haitakuya en marchant à travers mabitu ya union sacrée, tu marcher tupende tufurahi. Tunafurahia kwamba bimefanyika, sanctions zimefanyika, mais si le plan terrain, si le plan kuvita, hatuoni lolote ile tunaweza kutusarasire kwamba vita imeisha, parce que peuple iko na besoin ya amani. Huyo alikuwa ni Andre Biadunia. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeandaliwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa uweze kuzipata. La ziada sina, nikutakie jioni njema na usiku mwema kwako. Kwaherini. Thank you.